Himidi Mao kwa Enoch Molia, anapambana kumwacha Tungu Robert. Enoch Molia anapiga konga na kwenda chini. Enoch Molia, na kuna kitu ambacho ametoa Hans Mabena. Haki ya mtu haipotei. Hiyo hapo ambao analalamikia Azam kama huenda akawa alichezewa visivyo Enoch Molia. Angalia konga ile ambalo lilikuwa na kuondoka. Mguu ulikuwa katikati ya miguu miwili ya mlinzi Tungu Robert. Penati ambayo imetafsiriwa kuwa penati kwa mujibu wa sheria 17 za katikati ya uwanja ina kishawishi ya kuwa penati. Sawa, sawa. Moja ya sababu ambayo inasababisha kuwa penati ni kuwa ni watu wawili ni wapinzani wawili wanakutana, ambao wote wanaoendea kwenye eneo ambalo lilikuwa lina sura mbili ya kuzalisha goli au mwingine kuokoa kutokuwa goli. Kwa hiyo kitendo cha kubakiza mpira nyuma sio kwamba ni tatizo la kuvunja ile sheria ya kosa la kuwa mshambuliaji wa mwisho, ambaye badala yake tafsiri inasema kwamba badala yake ameacha mpira ameenda kucheza mguu. Yes. Kwa hiyo tayari kwa mujibu wa sheria inakuwa ni penati. Moja kwa moja ni penati. Okay. Lakini pamoja na hapo tuongezee kwamba mapungufu yako wapi kwenye hiyo penati. Yes. Ambapo mwamuzi mwanzo aliona sio penati, kwa maana alitafsiri hivyo kama tunavyotafsiri sasa hivi kwamba aliacha mpira, hakuwa na mpira ambaye alienda kufanyiwa faul. Yes. Hakuwa na mpira. Kwa hiyo kama hakuwa na mpira, maana yake kwa mujibu wa mwamuzi wakati na msaidizi wake waliona haiwezi kuwa penati. Yeah. Lakini wasaidizi wetu ambao wana kifaa VR hii ambaye tumepewa japo sio VR rasmi, ni ya kimchongo. Lakini ndio tunaenda nayo, lakini bado kuna shida ya wataalamu wale wanaoendesha vile vyombo. Yes. Kwa maana gani? Kwa maana ukiangalia hapa kwenye picha ya marejeo inaonyesha wazi huyu wakati akikimbia alianza kumpa shida mshambuliaji wa Azam FC ambaye alikuwa anaenda kumuona goalkeeper ama afunge ama asifunge, lakini huyu tayari alishaanza kumsukuma, kilichompelekea kwamba yeye kupata utulivu wa kutembea na mpira. Badala yake mwisho wake alicheza mguu wake. Huyu wakati anarudisha mguu nyuma kuvuta mpira uje mbele yake, huyu kaeka mguu katikati. Kwa hiyo unasema ni penalty. Ni clear penalty. Sawa jamani, kuna baadhi tumekubaliana kwamba ni penalty, kuna baadhi wamesema sio penalty. Kuna tukio nalo la polisi ambao nao walipata penalty. Tuliangalie. Hapa tumeona mnasema kwamba alimsukuma kwa nyuma ikawa penalty. Si ndio? Twende kwa polisi wenyewe, na wenyewe walipata tukio hili la mkwaju wa penalty na wao. Yani jamaa huyu. Je, kwa polisi swali langu kabla hujaenda mbali. Tunamuona huyu refa hapa. Huyu refa huyu hapa. Tukio linatokea hapa. Alina hata hatua moja. Sina nielewa. Alina hata hatua moja. Kwa nini hajaliona mpaka aitwe kule? Ili tukio la polisi marefa wa kwetu ndio alivyo marefa wa kwetu. Yaani anaona tukio live lakini analikaushia. Ni kwa nini? Ni uoga au maamuzi au hajui kutafsiri sheria? Kwa sababu umeona huyu refa huyu hapa. Tukio hili hapa alina hata hatua mbili. Huyu hapa. Tukio hili hapa. Yeye huyu hapa. Si uoga, yani ni uoga, naogopa timu. Unataka uliona na wewe? Safi kabisa. Umeona huyu bwana? Huyu bwana huyu hapa. Alikuwa karibu sana, huyu hapa sio. Huyu anafanya rafa foul huyu hapa. Hapa. Mbona tuone, umeona kamera? Anaifanyia foul huyu hapa. Refa huyu hapa. Unaona shida nini? Refa huyu hapa. Tukio linafanyika hapa. Kwa nini mpaka asubiri VAR? Hapo kuna kitu ambacho kiliendelea. Kweli sio jambo la kupendeza, kwa sababu ukijaribu kuangalia mchezaji ambaye amefanyiwa faulu alikuwa tayari yuko mbele. Lakini refa ameliona, alafu ndani ya muda mchache akakimbia mbele. Kwa hiyo inaonyesha kwamba
refa kuna shida fulani ambayo imejitokeza, sio kawaida. Kwa hiyo ili la kuangalia zaidi sio fair. Sio fair. Okay. Nataka kujazia kidogo mwingine kabla mwenye azamu yake. Maana yake leo tumebatia kupata mwenye azamu yake leo. Tumalize na wewe ili kabla tuende kwa tukio lingine. Kwa nini unadhani refa hakuweza kulifanyia maamuzi kabla ya kuitwa kule na alikuwa mbele? Kwa mujibu wa refari hapo kwenye hilo tukio alikuwa sahihi kwa maoni wake, lakini niwaonee huruma sana marefari wa kwetu kwa sababu mara nyingi wamezoea kufanya kazi kwa mashindikizo ya bila taaluma yao na kufata shindikizo la watu wa kutoka nje ya taaluma yao. Na kwa sababu shindikizo hili lilianza kwenye benchi la ufundi la polisi Tanzania, walianza kumshindikiza msaidizi wa refari kamisa pale. Baada ya pale ndio wakamuita refari aje. Lakini kwa nini refari alikuwa pale? Kwa nini hakuona kwamba ni kosa? Kwa sababu ni dhahiri inaonyesha namna mfanyiwa faulu, namna alivyojidondosha. Kitendo cha kuwa yeye pale ni mpira umepigwa wa juu, wanajongea mpira wa juu wote, wanagombania mpira juu. Kitendo vizuri huyu bwana hakuwa na time na mpira kama umegundua vizuri. Hebu angalia huyu bwana ni huyu hapa namba 20 kwa namba 13. Watu wafuatilia hawa. Huyu bwana alikuwa anania mpira kweli? Alikuwa hana. Huyu bwana mpira unapigwa huku. Hana mpira wote. Tuangalie hata ukiangalia sote. Mpira unapigwa hivi. Wenyewe hii ilikuwa ni pigo la kona hili. Ni pigo ilikuwa la ulipigwa hivi. Sawa? Maana kona ilipigwa kutoka. Sasa mmesajili na matokeo ya draw. Na je, wewe mnaviona mwenendo uko vizuri? Cha kwanza tujue kabisa kwamba ligi yetu ya Tanzania sio ligi ya kizembe. Yes. Kila timu imesajili kwa kiwango ambao mchezaji ambaye anacheza ligi kuu ni mchezaji ambaye ana kiwango. Na kama ukitaka kujua hivyo, kwa nini sasa hivi timu ya taifa ina compete na kushiriki AFCON zaidi ya mara moja kwa mwaka mfululizo tunafuzu? Kwa maana hiyo unagundua kwamba hata mchezaji ambaye anacheza Police Tanzania ni Mtanzania pia, lakini ana kiwango sawa na mchezaji ambaye anasajiliwa kutoka Kongo. Ana uwezo wa kusajili wewe. Si tumesajili umesajili wewe. Unaona mwenendo wako na mechi ya jana, unauonaje mwenendo wako? Mwenendo haukuwa mzuri. Maana unajua umeondoka karibia wachezaji 7 kama sio 8. Wachezaji walioondoka ni wengi. Wale wa kigeni karibia wote wameondoka. Wale waliokuepo kwenye msimu uliopita. Kilichotukosti jana ni kutokuwa na kiungo ambaye ni mzuri wa kulisha na kutokuwa na striker ambaye ni mzuri. Ambao umeshamuuza kiungo. Kiungo hajamuuza. Yupo. Hawana hela. Hizo zingine ziko benki mpaka wamesahau password. Sio leo. Mzee wangu umesema kwa mujibu wa jana basi jibu kwa pamoja. Walivyosajili na kilichoonekana jana kinawiana na hela zao. Unapokuwa mkubwa wewe una kampuni na ukubwa uwanjani vitu viwili tofauti kabisa. Sisi tunataka uonyeshe ukubwa uwanjani. Ndio maana mwanzo nilisema kama ni timu kubwa, wewe Tanzania umeifikisha wapi kimataifa? Si timu kubwa. Hao wengine si hawana uwanja. Hapa ndio wanaonekana wote. Wanaiwakilisha Tanzania vilivyo vizuri kabisa. Wewe timu kubwa una hela, una kila kitu, una uwanja, unaweza kusajili. Tanzania kimataifa umeipeleka wapi?